Nimefurahi kuona wakulima wenzangu wana maarifa makubwa kabisa kuhusu matumizi ya pembejeo, hasa hii pembejeo mbolea. Hii inaonyesha namna gani mmeelewa mafunzo ambayo wenzetu wataalamu wa kilimo wa wilaya, wa mkoa na wa taifa wamekuwa wakiwatolea mara kwa mara. Na hii inaonyesha kwamba mafunzo haya huwa yanatolewa yana gharama ndani yake. Serikali inatumia gharama kutuleta watumishi kama sisi, kutuajiri, na yasipotumika vizuri inakuwa ni hasara kwa taifa. Yasipotumika vizuri inakuwa ni hasara kwa kila mtu. Hata wewe ni hasara kwako, kwa sababu wewe ndio unayechangia pato la taifa. Lakini kwa maelezo mliotoa inaonekana ni watu ambao wasikivu, watu makini kabisa na watu ni hodari kabisa. Hongereni sana kwa kutumia kodi yenu vizuri. Wananchi hawa, mwenyekiti, mengi walioeleza ni changamoto za furaha ya mafanikio. Wanasema mbona tumevuna mamilioni kwa mamilioni. Hawajasema hawajapata. Kwa hiyo ni furaha, ni changamoto ambayo imetokana na mafanikio makubwa ambayo wananchi hao wameweka juhudi katika kuzalisha. Watumishi wenzangu walieleza kuhusu upatikanaji wa mbolea. TFC lakini pia na makampuni ambayo nimeongozana nayo. Na nyie mmekubali kwamba mbolea inapatikana. Lakini nyie pia mmekubali ruzuku inapatikana, hata kama kuna changamoto kidogo, lakini ile nia njema ya serikali inaonekana. Kwa hiyo nashukuruni sana pia kwa shukrani zenu, lakini pia naziagiza sasa kampuni za mbolea, mhakikishe mbolea hizi zinafika hapa kwa wakati. Nikisema kwa wakati sio wakati mvua imeanza kunyesha. Kwa wakati ina maana kabla ya msimu haujaanza. Kwa sababu kilimo ni sayansi kuu. Kilimo hakiendeshwi holela. Kilimo kinategemea sana majira. Sasa ukileta pembejeo nje ya msimu, nje ya majira, basi inakuwa ni nguvu na rasilimali iliyopotea. Na serikali haitavumilia upotevu wa rasilimali za wananchi kirahisi namna hiyo. Udongo nao ni kama binadamu. Udongo ni kitu kinachoishi. Kina uhai ndani yake. Kina vitu vingi ambavyo vyote ni vya uhai ndani yake. Kwa hiyo serikali imeamua kupitia Wizara ya Kilimo imetengeneza mifumo miwili. Mfumo wa kwanza, tunapima afya ya udongo kwa nchi nzima. Wenzetu wako uwandani, Wizara ya Kilimo kushikana na sekta nyingine pamoja na sekretari za mikoa na halmashauri wameanza kupima afya ya udongo nchi nzima ili tujue hii NPK ya Chunya inafanana na Bukoba, ya Bukoba inafanana na Lindi. Kwa hiyo Wizara ya Kilimo sasa iko kwenye kampeni ya imeanzisha kitu kinaitwa Smart Agriculture, kilimo ambacho kinazingatia hali halisi ya mifumo ya kiekolojia ya mahali fulani. Kwa hiyo labda mwaka au miaka miwili ijayo mtaona hizi mbolea zinakuja kwenye maeneo yenu. Wenzangu wasambazaji na wazalishaji wa mbolea, hawa Mjingu wameshaanza, wako mbali kidogo na wengine Fomi na Intercom wameanza, kwamba mbolea itakao kwenda Songea hata kama ni NPK itakuwa na formula ndani yake tofauti na itakao kwenda Chunya, kwa sababu afya ya udongo ya Songea na Chunya ni tofauti. Na hii jambo itafanyika kwa nchi nzima. Lakini Wizara ya Kilimo iliona kwamba zoezi hili litachukua muda kidogo kulimaliza. Basi serikali kupitia Wizara ya Kilimo na wenzetu pia halmashauri tunaendelea kwa ajili maafisa ugani. Maafisa ugani hawa tunawapa vifaa mbalimbali ikiwemo vifaa vya usafiri, vishikwambi au hizi kompyuta ambazo wanatumia katika moja kazi yao ni kuwasajili wakulima ili waweze kupata pembejeo za ruzuku. Lakini pia tunawapatia mashine maalum kwa ajili ya kupimia afya ya udongo kwenye maeneo yao wanayofanyia kazi, kwenye kata zao wanazofanyia kazi. Kama afisa kilimo alivyosema, vifaa hivi ni vya kwenu, mtumishi huyu ni wa kwenu, mwajiri wa kwenu, awapimie afya ya udongo, atawapa taarifa kwamba hali ya udongo wa hapa uko aina fulani, ina madini aina fulani, unatakiwa ufanye 1, 2, 3. Huo ni wajibu wake
afisa kilimo kuanzia wa wilaya, lakini mpaka wale mabwana na mabishamba ambao tumewaajiri. Kwa hiyo basi, ili uweze kupata huduma nyingine za serikali ambazo tayari wewe umezilipia kama ruzuku, na wachagiza tena na watia shime, tafadhalini sana mjiandikishe. Wale wenzangu ambao bado hawajajiandikisha, la wale ambao taarifa zao zinahitaji kuhuishwa, tafadhali sana mfanye hivyo sasa. Basi Mungu awabariki sana, muendelee kuzalisha, na sisi serikali yenu kama wenzangu walivyotaja namba zao, tuko tayari kwa hudumia usiku na mchana ili kuondoa kero ndogo ndogo ambazo zinatokea, kwa sababu kwamba sasa tuna uzalishaji mwingi. Sasa zile kero zinazotokea, kero za furaha, sisi tuko tayari kukabiliana nazo.